hawa jamaa zangu waliozungumza jana, hakuna miongoni mwao wamewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya 20. Sisi tukipigana hapa, ruzuku ikipatikana, wao wanalipwa. Hawajawahi kufanya kazi ya bure. Mwenyekiti wenu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, katibu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, mwenyekiti wa mkoa, viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea. Lakini wao wakiwa makao makuu hawajawahi kufanya kazi ya bure. Umeingia uongozi mpya, umechagua viongozi wengine, kwa sababu chama hiki ni kikubwa. Watu wengine, umekuwa makao makuu kwa miaka 20, miaka 15, miaka 22. Tumeteua watu wengine. Anapoingia mtu, hata anapoingia rais, anaandaa baraza lake la mawaziri, anaweka jingine. Lissu ameingia, ameunda baraza lake la mawaziri jipya. Imekuwa nongwa. Imekuwa nongwa. Chama hiki kuna ubaguzi. Simuliwasikia jana? Kuna ubaguzi. Tunabaguliwa. Unabaguliwaje? Hawasemi. Kubaguliwa ni kwamba wao hawajapewa nafasi, wamepewa wanachadema wengine. Wewe ndio ubaguzi. Chama hiki kinasema no reforms no election. Kwa hiyo sisi hiyo agenda tunaipinga, sio agenda ya nchi. Nani miongoni mwenu hapa Nkwenda ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo mnaweza kupata mbunge au diwani? Nani miongoni mwenu anasema hiyo? Kuna mtu hapa anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata madiwani? Kuna mtu anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata mbunge? Kuna watu waliokuwa miongoni mwetu ambao tulikuwa tunazungumza nao lugha hii, leo wanasema eti kusema hivyo ni kosa. Wanataka tuende kwenye uchaguzi ambao tumeenda 2019 tumenyang'anywa, tukaenda 2020 tukanyang'anywa, tukaenda 2024 tumenyang'anywa mwaka jana. Hao watu wanaoenda kwenye hicho chama na walikuwa viongozi wa chama hiki, wana muujiza gani tofauti na kutumiwa na serikali ili wafute matapishi ya serikali? Mimi na Lissu tumekataa kutumiwa na serikali ya CCM. Mnasemaje hapa? Sasa iko hivi. Hili niwaambie dokta. Baada ya bunge la Ulaya jana kuwakalia kooni kwamba lazima mfanye mabadiliko, viongozi wa dini, mmewasikia baraza la maaskofu, mmewasikia mjawasikia? Wamesema lazima mabadiliko yafanyike. KKT wamesema lazima mabadiliko yafanyike. Wakina Sheponda wamesema lazima mabadiliko yafanyike. Kila sehemu nchi hii, viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Kikristo, mashirika, mzee Warioba, mzee aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa rais, mzee Butiku, wamesema lazima mabadiliko yafanyike. Serikali inataka kutumia watu waliokuwa miongoni mwetu wamehongwa, wao sanitize serikali, kwamba sasa wawaambie wanahamia chama fulani ndani ya siku 2 hiki watahama kwenda chama fulani, na walikuwa viongozi humu. Tukashinda uchaguzi tukiwa nao. Leo wanawaambia watu mkija huku tutapata viti. Huo muujiza wanautoa wapi? CCM hii na jeshi hili, watu wale leo ukiwa chama kingine wakupe ubunge ulipokuwa Chadema wakujibi. Hakuna. Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Sign forms and no reforms no election. Hakuna kulala mpaka kieleweke. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Asanteni sana. Tutaonana wakati mwingine.